Moja kati ya story kubwa sana kwa sasa ni hii ambayo inahusisha kutoroka kwa wafungwa 10 katika gereza la Orleans Parish Justice Center huko New Orleans, Marekani, usiku wa kuamkia Ijumaa Mei 16, 2025. Wafungwa 10 walitoroka kutumia njia ya kushangaza kidogo. Kama ukiangalia picha ambazo wametumia na ujumbe ambao wameuacha, unaweza ukahisi ni kama Prison Break fulani hivi limechezwa kwenye gereza. Yani movie ya Prison Break imekuwa applied live hiyo usiku wa kuamkia Mei 16. Wafungwa walifanikiwa kutoroka kwa kuondoa choo cha chuma kwenye seli yao, kisha kuvunja ukuta wa nyuma ya choo na kupitia njia ya mabomba. Baada ya hapo walifika kwenye eneo la kupakia mizigo, wakapanda ukuta kwa kutumia blanketi na hatimaye wakavuka barabara kuu ya Interstate 10. Tukio hilo lilinaswa na kamera za usalama zikionyesha wafungwa hao wakikimbia kwa haraka sana, baadhi yao wakiwa wamevaa sare za rangi ya njano au machungwa. Tunajua ni sare za wafungwa. Wengine pia wakiwa wamevaa sare nyeupe. Kutoweka kwao kuligunduliwa saa 2:30 asubuhi wakati wa kuhesabu wafungwa, ni zaidi ya saa 7 hivi tangu wametoroka. Katika eneo walilotumia kutoroka, waliondoka na ujumbe ambao waliuandika kwenye ukuta. Ni kama wanawakejeli hivi askari, wakaandika too easy roll, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni rahisi sana kutoroka, lakini pia wakawaandikia catch us when you can, kwamba mkipata muda pia mnaweza mkaja kutukamata. Wafungwa hao walikuwa wanakabiliwa na mashtaka mazito, ikiwemo ni pamoja na mauaji au unyanyasaji pia wa nyumbani na uhalifu wa kutumia silaha. Mamlaka zinaamini kuwa walipata msaada kutoka ndani ya gereza, kwani fanisi au mpango walioutumia unaashiria uwepo wa usaidizi wa ndani. Gereza hilo lilikuwa na upungufu wa wafanyakazi, likiwa na 60% tu ya wafanyakazi wake, na wakati wa tukio mlinzi pekee ambaye alikuwa kwenye eneo la kazi alienda kuchukua chakula. Lakini pia mpaka sasa hivi wafungwa 3 kati ya 10 wamerejeshwa, wapo kizuiani sasa hivi, akiwemo ni Kendall Maris, amekamatwa akiwa amejificha chini ya gari katika gereji ya hoteli moja inayoitwa Monteroini. Lakini pia Robert Moody amekamatwa kwa msaada wa taarifa za wananchi. Lakini pia Kenan Dennis amekamatwa karibu na barabara ya Chef Mentua na Dale Street. Wengine 7 bado hawajapatikana, na mamlaka zimeanzisha msako mkubwa kushirikiana na FBI, US Marshals na polisi wa serikali ya Louisiana. Zawadi ya hadi ya $5,000 inatolewa kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa kila mmoja wao. Lakini pia tukio hili limeibua maswali mengi sana kuhusu usalama wa gereza ambalo limekuwa chini ya uangalizi wa serikali tangu mwaka 2013. Kutokana na ukiukwaji wa haki za wafungwa, mamlaka zimeahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hili, ikiwemo ni pamoja na kuchunguza uwezekano wa usaidizi kutoka kwa wafanyakazi wa gereza. Hii ni PMTV2, tupo hapa kwa ajili ya kukupa updates zote, lakini pia usisahau kushare, kusubscribe, like na kucomment. Mimi naitwa Mkaka Nozi, ukiniita Republic Announcer utakoje kosea sana.